Upepo wa Oktoba unavuma kwa harufu ya siasa. Barabara za miji zimejawa na bendera, midomo ya watu imejaa maneno ya wagombea. Na macho ya taifa yanatazama kalenda ikikaribia tarehe 29. Siku ya maamuzi. Siku ambayo taifa litaandika ukurasa mwingine wa historia yake. Lakini ndani ya upepo huo wa matumaini kuna sauti za migongano. Kundi moja limeapa kushuka barabarani kuandamana. Kundi jingine limeapa watatiki bila hofu, wakiamini kura yao ndiyo silaha yao. Na jingine limejipanga kulinda hiyo kura kana kwamba ni ulisi wa taifa. Ni kama taifa limegawanyika katika nyuzi tatu za hisia: hofu, matumaini na hasira. Asubuhi za kampeni zimejaa kelele za magari ya matangazo, sauti za wanasiasa zikitisha, zikiomba na wakati mwingine zikitukana. Kila kona, kila kijiji, kila kijiwe cha kahawa kumekuwa kama bunge dogo la mijadala. Lakini ndani ya mioyo ya wananchi kuna hali isiyokamatika kwa macho, hisia ya kutokuaminiana. Wengine wanasema tumeshaibiwa mara nyingi, wengine wanasema mabadiliko yanakuja, na wachache wananyamaza wakisubiri kuona nani atashinda katika vita ya maneno na imani. Huu ndio mwanzo wa migawanyiko ya taifa linaloelekea kwenye uchaguzi wa Oktoba 29. Kundi la kwanza ni la waandamanaji, watu waliokata tamaa na sanduku la kura. Wanasema kura haisaidii kama mfumo umechoka. Kwao maandamano ni sauti ya uhai. Wanajiona kama mashujaa wa uamsho, wanaotaka kuvunja ukuta wa hofu kwa miguu yao. Kundi la pili ni la wapiga kura waaminifu, wanaoamini kwamba mabadiliko huanza kwa alama ya kalamu. Wanasema tiki ndogo ndio inayoamua kesho ya watoto wetu. Hawa wanajiona kama wana mapinduzi wa kimya, wenye imani kwamba sauti ya wengi haitazimwa. Kundi la tatu ni la walinzi wa kura, vijana waliochoka kuona historia ikijirudia. Wameapa kulinda kura kwa uhai wao, wakitumia maneno yenye joto la uzalendo na wakati mwingine ukali wa hasira. Migawanyiko hii mitatu imekuwa kama moto wa pande tatu unaotishia kulipuka. Kila upande unaamini uko sahihi, kila upande una hofu ya kudhulumiwa, na kila upande unajiandaa kwa lolote. Hakuna migawanyiko bila historia, kila jeraha lina chimbuko. Taifa limepita chaguzi ambazo zilijaa lawama. Tume haiko huru, matokeo yamechakachuliwa, vyombo vya usalama vinaegemea upande mmoja. Maneno haya yamekuwa kama nyimbo zinazojirudia kila baada ya miaka mitano. Watu wamechoka kuamini bila kuona matokeo. Wengine wamepoteza matumaini wakiamini kuwa siasa ni mchezo wa wenye nguvu. Wengine bado wana imani wakiamini kwamba kizazi kipya kinaweza kusafisha mfumo. Na hapo ndipo migawanyiko inapoota mizizi yake. Katika tofauti ya imani na uzoefu wa historia, ni kama mtu aliyeungua kwa moto wa jana anavyokataa tena kupika leo. Hofu imejificha nyuma ya neno usalama. Serikali inasema italinda amani, lakini raia wanauliza amani ya nani? Wakati huo huo, matumaini yamejificha kwenye mabango ya kampeni, kwenye nyimbo za vijana na katika macho ya wazee wanaosema huenda safari hii itakuwa tofauti. Hofu inatufanya tushike silaha za maneno, lakini matumaini yanatufanya tushike karatasi. Hofu inajenga kambi za uhasama, matumaini yanajenga daraja la maliziano. Kura katika maana yake ya ndani kabisa sio tu kipande cha karatasi, ni kioo cha nafsi ya taifa. Na taifa letu kwa sasa linatazama uso wake likiwa limegawanyika. Wahenga walisema, mto ukianza kuchafuka chanzo chake kimeguswa. Uchaguzi huu ni mtihani wa hekima ya kizazi chetu. Je,
Tutaruhusu hasira zetu zipandwe kama mbegu za chuki, au tutachagua hekima tukajua kwamba baada ya kula maisha yanaendelea? Kuna harufu nzito hewani, ni harufu ya udongo uliokanyagiwa na miguu ya maelfu ya watu wanaoitwa wapiga kura, lakini mioyoni mwao wamegawanyika kama bahari yenye mawimbi makubwa. Oktoba 29 inakuja kama radi ya mbali. Wengine wanaiona ni siku ya matumaini, wengine ni siku ya hofu, na wachache wanaita ni siku ya kuhesabu nafsi badala ya kula. Moyo wa taifa ni kama ngoma, unapiga dundo kwa miguso ya wananchi wake. Lakini unapogawanyika, dundo lake linapoteza mdundo. Katika baadhi ya maeneo watu hawasalimiani tena kwa majina, bali kwa mitazamo ya kisiasa. Marafiki wamegeuka mahasimu, ndugu wanakataa kuzungumza. Kila mmoja anaona upande wake ndio taifa halisi. Hii ndio hatari kubwa kuliko zote. Si maandamano, si kula, bali kufarakana kwa mioyo, kwa sababu taifa halifi kwa risasi, bali kwa chuki inayotapakaa kimya kimya. Kuna msemo wa zamani, mcheza kwao hutunzwa. Hata katika mvumo wa siasa, maneno haya yana uzito wake. Wakati baadhi wanajiandaa kulinda kula, wengine wanajiandaa kulinda amani. Lakini uzalendo wa kweli uko wapi? Uzalendo haupo kwenye kambi, haupo kwenye bendera za vyama. Uzalendo ni pale mtu anapopiga kura yake kwa imani, lakini pia anaheshimu kura ya mwenzake. Ni pale tunapokubali kwamba taifa hili ni letu sote. Waandamanaji, wapiga kura, walinzi wa kura, na hata wale waliokata tamaa. Kura moja inaweza kuwa sauti ya haki au jeraha la chuki. Kutegemea na tunavyoitumia, tunaweza kuandika ukurasa mpya au kurudia makosa ya nyuma. Demokrasia na uchaguzi huru na wa haki ni kitu cha msingi sana ambacho kinatakiwa kutazamwa kwa jicho la tatu kwa viongozi wanaosimamia misingi ya sheria. Oktoba 29 itafika kama alfajiri ya matumaini au kama jioni ya huzuni. Yote hayo yatategemea busara ya wananchi wake. Mwandishi mmoja alisema, demokrasia si sanduku la kula, bali ni namna tunavyokubaliana baada ya matokeo. Kama tutashindwa kukubaliana, basi tutakuwa tumeipiga kura ya kujiangamiza wenyewe. Kwa hiyo, kabla ya wino kuchorwa, kabla ya sauti kupazwa, taifa linapaswa kutafakari. Tumeona Madagascar yaliyotokea pale. Rais mwisho wake amekimbia nchi. Wahenga waliwahi kusema ya kuwa ukiona mwenzako kanyolewa, basi zako tia maji. Je, tunataka uchaguzi au tunataka urithi wa uhasama? Je, tunataka mabadiliko au tunataka maumivu mapya yenye jina jipya? Taifa ni kama mti. Mizizi yake ni ya wananchi. Mizizi ikioza kwa hofu, tamaa na chuki, hata matawi mazuri hayawezi kuzaa matunda. Lakini juu ya yote, kila mmoja akumbuke, hakuna ushindi katika taifa lililogawanyika. Taifa ni kama bahari. Tusitapike kwa hasira, maana kesho tutakuja kunywa chumvi yake kwa machozi yasiyopata mtu wa kuyapanguza.